naitwa Sylvan Makole, ni mhasibu mwandamizi wa Bodi ya Bima ya Amana. Bodi ya Bima ya Amana ni nini? Bodi ya Bima ya Amana ni taasisi ya umma iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya mabenki na taasisi za fedha ambayo ilianza kufanya kazi mwaka 1994. Majukumu ya Bodi ya Bima ya Amana ni pamoja na kutathmini michango na kukusanya kutoka kwenye mabenki na taasisi za fedha, kusimamia mfuko wa Bodi ya Bima ya Amana, kulipa wadai wa pindi pale benki zinapokuwa zimefilisika, na kusimamia ufilisi pindi inapokuwa imeteuliwa na Benki Kuu ya Tanzania, na pia kupunguza mdororo au mgogoro wa hasara kwenye mabenki pindi zinapokuwa zimepata changamoto ya ukwasi, kwa Kiingereza tunasema liquidity au mtaji. Wanachama wa Bodi ya Bima ya Amana upo hivi, ni kwamba unapokuwa tu tayari mteja wa benki tayari ni mwanachama wa Bodi ya Bima ya Amana. Unapokuwa mteja wa Bodi ya Bima ya Amana una uhakika fedha zako zinakuwa salama, kwa sababu taasisi hii inakukinga wewe mteja wa benki, inapotokea benki yako imefilisika au kupata changamoto yoyote, fedha zinatolewa kwenye mfuko huu ambao mabenki yanachangia kila mwaka, na wewe mteja kuweza kurejeshewa fedha zako. Kwa sasa kiwango cha juu cha fidia ni mpaka milioni 7.5 milioni. Kiwango cha fidia kimekuwa kikipanda kadri mfuko wa Bodi ya Bima ya Amana unavyokuwa ukiongezeka. Mwaka 94 wakati tunaanza, kiwango cha juu cha fidia kilikuwa 2.5 laki. Baadaye baada mfuko kukua mwaka 2003 kiwango cha juu cha fidia kikawa 500,000, na mwaka 2010 kiwango cha fidia kilipanda mpaka milioni 1.5 milioni, na mwaka 2023 kiwango cha juu cha fidia kilipanda kikawa milioni 7.5 milioni. Anayepandisha hiki kiwango cha fidia ni tunawasilisha kwa Wizara ya Fedha na Bunge linapitisha. Kwa hiyo na maana tunakusanya michango kutoka kwenye mabenki, tunafanya uwekezaji. Kufanya huko uwekezaji kunafanya ule mfuko unakuwa, na unapokuwa tunaongeza hicho kiwango cha fidia. Kwa leo hii, kwa kiwango cha fidia ambacho kipo ni kwamba benki yoyote itakapofilisika, kwa bahati mbaya, kwa sababu Benki Kuu inazisimamia hizi benki zijiendeshe kwa faida, mwenye shilingi moja mpaka milioni 7.5 milioni unapata 100%. Lakini mwenye zaidi ya milioni 7.5 milioni, tuna jukumu la pili kama tukiteuliwa na ufilisi, kama nilivyosema hapo awali kwamba tunaenda kufilisi hizi benki. Kufilisi hizi benki, unahakikisha wale wateja waliokopa wanarejesha fedha zao, fedha zote walizokopa, na pia kuuza mali za ile benki kwa njia ya mnada, na pia kama ile benki ilikuwa pia ina fedha kwenye mabenki mengine pia zinakusanywa, kinachopatikana pale kinawarejeshea wale wateja wenye zaidi ya kila kiwango cha fidia, ambao kwa sasa ni milioni 7.5 milioni pamoja na wadai wengine. Kwa milioni 7.5 milioni, kwa 99% ya wateja wa mabenki wale wenye amana tunawalinda. Kwa Kiingereza tunasema tuna cover fedha zao, na fedha zao zipo salama. Kwa hiyo wito wetu, wasi wananchi waendelee kuweka fedha zao benki na wajue zipo salama, kwa sababu kuna Bodi ya Bima ya Amana. Kwa sababu tunapokuwa tunaweka fedha zetu benki, tunarahisisha uchumi wetu kukua, kwa sababu wewe unavyoweka fedha zako benki, mwingine ambaye anazihitaji kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo anaweza kuzikopa na akaendeleza na shughuli mbalimbali za maendeleo, kama ni kilimo, ni biashara, akatoa ajira.